Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 5 Februari, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Agata, bikira na mfiadini. Agata alizaliwa katika familia tajiri ya Catania huko Italia. Tangu utoto wake aliweka nadhiri ya ubikira kwa Mungu. Basi Kwisiano, aliyekuwa gavana wa Sisilia, alitamani sana kumuoa kwa sababu ya uzuri na urembo wake. Agata alikataa kishujaa, akisema kwamba amekwisha olewa na mchumba mwingine ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Basi baada ya Kwisiano kusikia hayo, alighadhabika, akaamuru askari wake wamtese Agata hata akubali. Askari walimtesa sana, wakiyakata maziwa yake na kuulaza mwili wake juu ya makaa ya moto. Bado Agata akazidi kusisitiza kuwa Yesu Kristo ni nuru na wokovu wake. Baada ya hapo wakampiga mijeledi, wakamtoboa na kitu chenye ncha kali na kuchomwa kwa chuma iliyowekwa kwenye moto. Kisha wakamtupa gerezani, wakimnyima chakula na matibabu. Mtume Petro alimtokea katika maono, akamfariji na kumponya. Alipoletwa mara ya pili mbele ya Kwisiano, akabaki imara katika imani na nadhiri yake. Baadaye aliburuzwa juu ya makaa ya moto, tetemeko likatokea. Kwisiano alipoona hayo alikimbia, maana watu walimkasirikia wakisema kuwa Mungu anaiadhibu nchi kwa sababu ya ubaya wake. Agata alirudishwa gerezani, na usiku uliofuata, yaani tarehe 5 mwezi Februari mwaka 251, akaaga dunia akisali: Bwana muumba wangu, umenilinda daima, umenitenga na mapendo ya ulimwengu, na umenipa uvumilivu niteseke. Pokea roho yangu. Agata akafariki akiwa amejikabidhi kabisa kwa Bwana wake katika hali ya ubikira. Watu wengi hadi leo hii wanasali kwa maombezi ya Mtakatifu Agata, hasa kuomba ulinzi kwa Mungu dhidi ya majanga mbalimbali. Mlima Etna ulitoa moto kiasi kwamba eneo lote kuzunguka mlima karibu lingeteketea. Watu wa Etna walikimbilia kwenye kaburi la Agata, wakatwaa shela yake, wakaelekeza upande wa mlima uliokuwa ukitokota moto. Saa ile ile moto ulizimika na watu wa Etna wakaokoka. Hii ndiyo sababu Mtakatifu Agata anaheshimiwa sana katika Italia yote. Mwili wake bado haujaoza na unatoa harufu nzuri, ishara kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Sala ya Mtakatifu Agata ni sehemu ya tafakari ya maisha yake. Yesu Kristo, Bwana wa wote, unajua moyo wangu na matamanio yangu. Ni wewe pekee unamiliki yote niliyo nayo. Mimi ni kondoo wako, na kuomba unisaidie niweze kumshinda Shetani. Watakatifu wengine tarehe 5 Februari: Watakatifu Isidori, mfiadini wa Misri; Revocatus, Saturus, Felisi, Saturninus na Gelasius, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Agata, bikira na mfiadini.
Utuombee.